Kiwango cha juu kilichoonyeshwa na golikipa Djigui Diarra katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya timu yake ya Yanga dhidi ya JS Kabylie kule nchini Algeria, mechi ambayo iliisha kwa suluhu, kimemfanya golikipa huyo awe ndiye mchezaji aliyeonyesha kiwango cha juu zaidi kuliko wachezaji wote waliocheza katika raundi ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi iliyomalizika, na hivyo kumfanya awemo katika kikosi bora cha wachezaji 11 kutoka katika mechi 8 za raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika kwa makundi ya A, B, C na D, na kuwa yeye ndiye anayesimama golini kutokana na kiwango bora alichokionyesha. Tunakumbuka vizuri mechi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie ilikuwa na ushindani haswa. Ni katika mechi ambayo wenyeji walipiga mashuti 16 huku Yanga ikipiga mashuti 11. Lakini katika mashuti 16 waliopiga JS Kabylie, matatu yalikuwa blocked, lakini 13 yalikwenda. Kati ya hayo 13, 6 yalilenga shabaha, ilhali Yanga mashuti yao 11 hakuna lililokuwa blocked, lakini kati ya hayo yaliolenga shabaha yalikuwa matatu. Lakini matokeo ya mwisho yakawa ni bila. Kwa nini? Ni kwa sababu golikipa wa JS Kabylie alicheza michomo mitatu ya Yanga iliyolenga shabaha katika dakika 90 za mchezo. Djigui Diarra akacheza michomo 6 ya JS Kabylie, ikiwamo ile ambayo watazamaji uwanjani kwenye matangazo mubashara ya televisheni, lakini pia benchi la ufundi la JS Kabylie wakiamini kwamba mpira unakwenda wavuni. JS Kabylie licha ya kupiga mashuti 6 yaliyolenga shabaha, pia waligongesha nguzo mipira miwili. Hakika ni mechi ambayo Yanga walicheza kwa mpango kazi mzuri wa kocha Pedro Gonçalves, lakini mwisho wa siku miongoni mwa wachezaji walionyesha kiwango bora kukamilisha mipango ya Pedro Gonçalves kupata pointi muhimu katika kundi lao la B ni pamoja na Djigui Diarra katika siku hiyo. Matokeo yake yeye kwenye kikosi bora yupo golini akiwa anasimama pale, Djigui Diarra akiwa na alama 9.9 katika siku hii. Huyu ni wa Yanga. 9.9, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ukiweka katika asilimia inamaanisha ni asilimia 99. Kwa lugha nyingine, kiwango chake siku hii Djigui Diarra kilikosa alama moja tu kati ya 99, na hivyo kumfanya sio tu kwamba ndiye kipa aling'ara zaidi, lakini pia katika wachezaji wote walioanza kikosi cha kwanza, wachezaji 176 kutoka katika timu zote 16 kwenye raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika, hakuna alionyesha kiwango zaidi ya alichokionyesha Djigui Diarra, na ndiye anachukua nambari 1 golini. Katika mfumo wa baada ya golikipa kuna walinzi watatu, halafu kuna viungo 4, mbele kuna washambuliaji watatu waliojipanga, 1 halafu 2. Sasa kwenye mpangilio huu kwenye mabeki watatu katika mfumo ulioanza na mabeki watatu wakati, miongoni mwa wachezaji bora ni Mahmoud Marei wa klabu ya Pyramids ambaye amescore kwa alama 7.6. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hatuachi kukumbushana kwamba katika uchaguzi wa mchezaji bora katika nafasi husika, vyanzo viko mbalimbali. Chanzo kimoja wapo ndicho kinapanga kikosi hiki ambacho chenyewe kimerejea alama zilizotolewa na CAF kwa kila nafasi uwanjani, ambapo kwa kawaida kila mchezaji hulinganishwa na wenzake kwenye nafasi husika waliocheza katika raundi husika. Kwa lugha nyingine, beki 2 hawezi kulinganishwa na winga kwa mfano, ama mshambuliaji hawezi kulinganishwa na kipa, bali kila mchezaji kwa nafasi yake hulinganishwa na wengine kwenye nafasi yao, namna walivyoonyesha ubora katika wiki husika ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kila wiki inapochezwa raundi husika wanapatikana wachezaji bora 11 waliong'ara zaidi kuliko wenzao, na hilo linapatikana kwa kuangalia alama walizoscore kulinganisha na wengine. Sasa hapa ndipo unampata Mahmoud Marei wa Pyramids miongoni mwa mabeki watatu wakati walioanza katika mfumo huu akiwa na alama 7.6. Mwingine ni Ismaila Simpara. Huyu ni wa Stade Malien. Tunakumbuka vizuri katika mechi dhidi ya Simba aling'ara sana. Yeye alifunga bao moja wapo wakati Stade Malien wakishinda mabao 2-1, lakini akionyesha ubora wa hali ya juu katika kushirikiana na wenzake kufanya wekundu wa Msimbazi Simba wasipate matokeo ya ushindi dhidi ya Stade Malien kule nchini Mali. Mwisho siku alishinda 2-1. Simba walimiliki zaidi mpira, lakini wao kwenye ulinzi wao wakiongozwa na huyu Ismaila Simpara walicheza vizuri sana. Alipata alama 7.7 na kuwa miongoni mwa mabeki watatu wakati. Halafu katikati kulikuwa na Zinedine Belaide. Huyu ni wa klabu ya JS Kabylie
wakati wakicheza dhidi ya Yanga, miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana ni pamoja na yeye Zinedine Belaidi katika kuzima mashambulizi ya Yanga. Yeye alipata alama 7.7. Kwa hiyo hawa ndo mabeki watatu wanakamilisha. Huyu ni wa Pyramids, Mahmoud Marey. Halafu katika viungo wanne sasa. Viungo wanne waliopo ni pamoja na kiungo Anas Bash ambaye katika mfumo huu anatumika kama wingback. Huyu anafahamika ni beki wa kulia wa FAR Rabat. Lakini katika mfumo huu wa 3-4-1-2 yeye yupo katika viungo wanne. Huyu ni tunasema ni Anas Bash wa klabu ya FAR Rabat ya Morocco, amescore kwa alama 7.5. Halafu upande mwingine wa kushoto yupo Marcelo Allende. Huyu amepata alama 7.7, ni wa klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Halafu katika viungo wakati wawili kuna Riyad Boudebouz, ni wa JS Kabylie. Yeye amepata alama 7.5 na ndio maana yupo katika orodha hii. Halafu katikati kuna Neo Maema. Huyu mchezaji kimataifa Afrika Kusini na wekundu wa Msimbazi Simba. Alicheza vyema, akapata alama nyingi katika mechi ya Simba dhidi ya Stade Malien kule nchini Mali, ambapo Simba alifunga mabao 2-1. Lile bao moja alifunga Neo Maema kati ya mashuti mawili aliyopiga katika mchezo huo kabla ya kutoka katika dakika 64. Wakati akitoka, alama alizokuwa nazo zilikuwa ni alama 8.5, akiwa kwenye kiwango bora kabisa Neo Maema. Lakini mbele yao sasa hawa viungo wanne kuna kiungo mmoja. Katika mfumo tunasema 3, lakini 3 iliyonyumbulishwa ikiwa na 1 mbele 2. Huyu mmoja huyu ni Shahib Jibeli wa klabu ya Esperance de Tunis, ambaye yeye ameingia katika kikosi hiki akiwa na alama 7.5 wa Esperance de Tunis. Washambuliaji wawili kuna Yunus El Qabi. Huyu ni wa klabu ya RS Berkane ya kule nchini Morocco. Ameingia katika kikosi hiki akiwa na alama 7.6. Halafu mshambuliaji mwingine anayetimiza katika wale wawili wa juu ni mshambuliaji Kashala Ramos. Huyu ni wa klabu ya Saint Eloi Lupopo ya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye katika kikosi hiki ameingia akiwa na alama 7.7. Kwa hiyo hawa ndio wachezaji 11 bora katika kikosi kimojawapo cha chanzo kimojawapo juu ya wale waliong'ara sana kwenye raundi ya pili hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa mujibu wa CAF juu ya score zao, juu ya namna walivyopata alama kwenye mechi walizocheza. Ikumbukwe timu 16 zipo katika hatua ya makundi, timu 4 katika kila kundi. Kwa hiyo raundi moja hapo inapochezwa, kwa mfano raundi ya pili, maana kuna kuwa na mechi 8. Hizo mechi wachezaji walioanza ni 11. Ukizidisha 11 mara timu 16 unapata wachezaji 176. Hawa walioanza peke yake, achilia mbali substitutions, mabadiliko yaliyofanyika na wengine wakaingia. Sasa miongoni mwao wachezaji 11 bora kwa nafasi mbalimbali uwanjani, kuanzia kwa goalkeeper mpaka washambuliaji, ndipo unawapata hawa 11. Golini akiwa Djigui Diarra. Ukiangalia alama walizoscore, hakuna animpita Djigui Diarra, alama 9.9 katika mechi ambayo Djigui Diarra alicheza save 6 kama nilivyotoka kueleza awali, na kusaidia timu yake kupata matokeo yaliyohitaji. Yanga walihitaji ushindi wakiwa ugenini kule nchini Algeria, ama sare yoyote, wakapata bila, ambayo kwa kiasi kikubwa ilichangiwa pia na kiwango cha juu cha Djigui Diarra, ambaye klabu yake ilimzawadia kwa kuiita mechi yao dhidi ya Fountain Gate siku husika kwamba ni Diarra Day. Djigui Diarra alionyesha kiwango bora sana, alistahili hakika kuwa na siku yake. Diarra Day ikanogeshwa kwa ushindi wa Yanga mabao 2-0 dhidi ya Fountain Gate, lakini kubwa zaidi ndiye aliyeng'ara zaidi katika raundi hii ya pili miongoni mwa wachezaji wote, na yumo katika kikosi cha wachezaji bora 11. Ligi kuu Tanzania bara imetoa wachezaji wawili hapa, Neo Maema wa Simba na Djigui Diarra wa Yanga. Lakini timu ambayo imetoa zaidi ya mchezaji mmoja ukiangalia, kuna JS Kabylie ambayo ina Zinedine Belaid, lakini vile vile ina Riyad Boudebouz. Nyingine zimetoa mchezaji mmoja, RS Berkane mmoja, lakini Saint Eloi Lupopo mmoja, Mamelodi mmoja, Yanga mmoja, Simba mmoja. Baadhi ya timu hazina wachezaji wao. Esperance de Tunis mmoja kwa wiki hii ya raundi ya pili. Je, nini kitaendelea? Djigui Diarra, Neo Maema na wachezaji wengine hao wataonyesha nini pindi itakapofika raundi ya 3 na mechi za raundi nyingine mpaka kufikia mwisho hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment.
Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.